Mtazamaji, nipo katika barabara ya Goba mpakani ambayo ni barabara ilikuwa korofi sana kwa miaka ya nyuma, ambapo ilikuwa mvua ikinyesha wa mashariki wanabaki mashariki na wa magharibi wanabaki magharibi. Kama unavyoona, daraja hili ni juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi Daktari Samia Suluhu Hassan liko linajengwa hapa, na daraja hili likikamilika itakuwa ni njia rahisi sana kwa wakazi wa maeneo haya kuweza kupita. Twende tukazungumze na watu wa maeneo haya ni kwa namna gani wamepokea kwa furaha ujenzi wa daraja hili hapa. Mimi naitwa Shija Matiasi, ni mwanachama bodaboda Madale Mwisho, pia ni mkazi wa eneo hili, na hii ndio barabara yetu kubwa. Kama tunavyoona, serikali imetujali, tunashukuru sana. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu popote alipo, Mungu ambariki sana kwa kutengeneza barabara yetu. Pia tumepata sana changamoto ndani ya miaka mingi. Tumeingia na changamoto nyingi sana, tuna maji yanajaa, tunashindwa kuvuka, wananchi wa huko wanashindwa kuvuka kwa wakati. Kama hivyo tunavyoona. Pia tutashukuru sana kwa sababu kutakuwa na usafiri wa kutosha, kutakuwa na daladala, bajaji za kutosha zitakuwepo. Kwa hiyo itakuwa imetusaidia sana changamoto katika mji wetu wa huko. Napenda kuambia waendelee kumshukuru mama, waendelee kushukuru serikali katika mchango wao mkubwa wa kujengea daraja letu ili hapa kubwa. Sasa hivi tutapita vizuri kwa wakati pasipokuwa na matatizo yoyote. Sisi tumepokea vizuri, tumefurahi kwa sababu kwamba tushapata tabu sana kwenye mashimo humu kwenye barabara. Sisi tunafurahi kwa sababu wametuletea maendeleo. Hasa kwanza kwa ni changamoto kwamba ni mashimo, usafiri hamna. Usafiri kwanza ilikuwa ni changamoto. Kwa sababu kuweka lami, changamoto za usafiri zitakuwa zimepungua. Sasa swala nauli itabidi tuache serikali, sio za kwetu sisi. Sasa bodaboda nauli yetu iko pale pale. Swala la usafiri tuache serikali nataka kufanya kazi yake. Barabara hii inawekwa sasa katika kiwango cha lami. Kwa upande wako umelipokeaje hii? Pokea vizuri tu, fresh yani. Sema atakiwa changamke kidogo. Tunaona wenyewe mvua ikinyesha inakuwa changamoto. Na mvua ikinyesha inakuwaje? Inakuwa changamoto, barabara mbovu. Na sasa hivi alivyochimba kama hivi, ina maana msongamano wa magari nini, barabara yetu mbovu, ili hapa tunateleza, tunaanguka. Watakiwa wachangamke kidogo, akaze mkono, hata kama sio lami kwa wakati, lakini wamalizie sehemu ambazo wameziacha. Mtazamaji, kama unavyoona barabara hii endapo ikikamilika itakuwa ni barabara yenye kiwango cha lami, na pia itasaidia maafisa usafirishaji, nazungumzia bodaboda, nazungumzia wale wenye magari, lakini pamoja na wananchi kupita kwa urahisi. Na wananchi wamemuomba Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kukamilisha barabara hii kwa haraka ili waweze kuendelea na majukumu yao, lakini pia kipindi hiki cha mvua wanapitia changamoto kubwa, kama mvua ikinyesha maji yanajaa kwenye barabara. Kwa hiyo wamezidi kuiomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kutengeneza barabara hii kwa haraka. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, ni mimi Salma Juma, Jehova Jire TV.